Jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msisitizo mkali kuhusu umuhimu wa kuheshimu utawala wa sheria na mchakato wa kimahakama, kauli inayokuja wakati taifa likishuhudia taharuki na maandalizi makubwa kuelekea kusikilizwa kwa maombi ya marejeo ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Kauli hiyo imezua mjadala mzito miongoni mwa wadau wa sheria na wanasiasa, ikitafsiriwa kama onyo la wazi kwa taasisi zote za kiserikali na kiutawala kutojaribu kuingilia, kushawishi au kukuweka vizuizi katika utendaji huru wa mihimili huyo una utoaji haki. Kiongozi huyo mkuu wa mahakama amebainisha kuwa taifa linapaswa kuongozwa kwa misingi ya kikatiba ambapo haki inatawala kwa mujibu wa ushahidi unaowasilishwa mahakamani na pia sio kwa amri au matakwa ya viongozi wa kisiasa. Uchambuzi wa kauli hii unaonyesha nia thabiti ya mahakama kulinda hadhi na uhuru wake katika kipindi hiki ambacho macho ya wananchi wote na jumuiya ya kimataifa yameelekezwa kwenye shauri hilo kubwa la kihistoria linatarajiwa kuanza kesho asubuhi. Shauri hili unaleta unyeti wa kipekee katika ulingo wa kisiasa nchini Tanzania, kwani makosa ya uhaini yanaguza moja kwa moja usalama wa mamlaka ya dola na ulinzi wa katiba kuu ya taifa. Lissu ambaye ana background ya muda mrefu kama mwanasheria mwandamizi na mkosoaji mkubwa wa mifumo ya kiserikali amekuwa akikabiliwa na misukosuko mbalimbali ya kisheria, na hatua hii sasa inatajwa kama mtihani mkubwa kwa mahakama za umo nchini katika kujiridhisha ukomavu na uhuru wake. Tamko la jaji mkuu linakuja kama ngao ya kisheria linalowahakikishia wananchi kuwa mahakama haitayumba wala kufuata maelekezo ya mamlaka za nje wakati wa kutoa maamuzi yake. Mivutano ya kisheria inayomhusisha kiongozi huyo mkuu wa upinzani mara nyingi imekuwa ikisababisha rasilimali nyingi za vyama kutumika kwenye korido za mahakama, jambo linalofanya msimamo wa sasa wa mahakama kuwa na uzito mkubwa kwa mustakabali wa demokrasia na ushindani wa haki wa kisiasa nchini. Kisheria, mambo haya ya marejeo yaliyosajiliwa kwa nambari 74,434 ya mwaka 2026 yanawakilisha mapambano makali ya kisheria kati ya mkurugenzi wa mashtaka ya jinai nchini anayefahamika zaidi kama DPP dhidi ya kiongozi huyo wa chama cha Chadema. Hatua hiyo ya ofisi ya DPP inalenga kufanya mapitio ya maamuzi yaliyotolewa na ngazi za chini za mahakama na kurekebisha changamoto za kiutaratibu zilizojitokeza katika shauri la msingi la uhaini. Jaji mkuu ameweka wazi kuwa utaratibu wa kisheria lazima ufuatwe na kwamba upande wa mashtaka unapaswa kuwasilisha hoja zake kwa njia ya ushahidi thabiti uwanjani badala ya kutegemea shinikizo la kimamlaka au vizingizio vya kiusalama nje ya taratibu za kimahakama. Amesisitiza kuwa taswira sahihi ya haki inatokana na tathmini huru ya majaji kulingana na sheria zilizotungwa na bunge na sio matokeo ya mihemko au matakwa ya upande wowote wenye maslahi katika kesi hiyo. Kwa mujibu wa ratiba iliyopangwa, usikilizwaji wa maombi haya unatarajiwa kuanza rasmi Ijumaa Julai mwaka wa 2026. Mazingira na majira ya rasmi ya saa 3 kamili asubuhi katika majengo ya mahakama ya rufani ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Shauri hili kubwa limepangiwa kusikilizwa na jopo maalum la majaji watatu waandamizi wa mahakama ya rufani ambao ni Mheshimiwa Jaji Mwarija, Mheshimiwa Jaji Muruke pamoja na Mheshimiwa Jaji Hamisi. Uteuzi wa jopo hili wenye majaji wenye uzoefu mkubwa unaakisi umakini ambao jaji mkuu ameagiza ili kuhakikisha kuwa kila kipengele cha sheria kinachochambuliwa kwa kina na
kupunguza uwezekano wa uwepo wa makosa ya kiusafiri. Mfumo huu wa majaji watatu utatumika kimkakati ili kutoa uamuzi thabiti na wa pamoja utakaoweka alama ya kudumu katika vitabu vya sheria nchini, hasa kuhusiana na mipaka ya mamlaka ya DPP katika kuomba marejeo ya kesi za aina hii. Wito uliotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Rupia Brenda umewahamasisha wananchi, wanachama, wafuasi pamoja na wadau wote wa utawala wa sheria kujitokeza kufuatilia shauri hilo muhimu kwa uwazi kabisa. Jaji mkuu amewahakikishia wadau wote kuwa mahakama itabaki kuwa chombo cha wazi kinachofanya kazi yake mbele ya umma ili kujenga uaminifu wa raia kuelekea mifumo ya utoaji haki nchini. Hata hivyo, amewataka wote watakaohudhuria kuheshimu taratibu na kanuni za mahakama na kutofanya vitendo vinavyoweza kutafsiriwa kama fujo au dharau ya mahakama, kosa linaloweza kukabiliwa kisheria chini ya kifungu nambari 114 cha sheria za kanuni za adhabu. Uwepo wa wafuasi wengi unatarajiwa kuleta taharuki ya kiusalama, lakini mahakama imesisitiza kuwa wajibu wa vyombo vya dola ni kuimarisha ulinzi ili mchakato uendelee kwa ufanisi na si kuizuia raia kushuhudia haki ikitendeka. Athari za maamuzi yanatokea kwa jopo hilo la majaji watatu litakuwa na mwelekeo mpana katika nyanja za kisiasa na kiuchumi nchini Tanzania kwa mwaka huu wa 2026. Iwapo mahakama itakubaliana na maombi ya DPP ya kuruhusu kesi ya uhaini dhidi ya Lissu kuendelea, hatua hiyo inaweza kuamsha hisia kali za kisiasa na kuathiri taswira ya utulivu wa nchi ambao ni nguzo kuu ya uwekezaji wa kigeni na ustawi wa jamii. Kwa upande mwingine, iwapo hoja za mawakili wa Lissu zitafanikiwa kuzima maombi hayo, itakuwa ni ushindi mkubwa wa kisheria unaoimarisha nafasi ya vyama vya upinzani na kudhibitisha uwezo wa mahakama kusimama imara dhidi ya madai ya serikali. Jaji mkuu amewataka majaji wanaosimamia shauri hili kutenda haki bila uoga, mahaba, chuki wala upendeleo wa aina yoyote ili kulinda katiba. Msimamo huu udhabiti wa jaji mkuu umepokewa kwa hisia tofauti na mifumo ya kiutawala, huku mawakili waandamizi wa pande zote mbili wakifanya mapitio ya mwisho ya nyaraka zao za kisheria kabla ya kuingia uwanja kesho asubuhi. Ofisi kuu ya Chadema jijini Dar es Salaam zimeshirikisha jopo kubwa la wanasheria kuipanga kukabili hoja za pande za mashtaka. Zoezi linalofanyika huku kukiwepo na umakini mkubwa wa kiusalama katika korido za mahakama. Taarifa za hivi punde zinaonyesha kuwa maandalizi yote ya kiufundi yamekamilika na mahakama imejipanga kuruhusu mchakato huo uendeshwe kwa uwazi wa hali ya juu ili kila upande upate fursa ya kujisikiliza na kusikilizwa ipasavyo. Uamuzi utaotolewa baada ya usikilizaji huo unatarajiwa kuweka misingi mipya ya kisheria na kubainisha mwelekeo mzima wa utawala wa sheria na siasa za ushindani nchini Tanzania kwa miaka mingi ijayo.